Yes, hamjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa, watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi ndani ya taarifa zetu mbichi za kila siku na kila wakati, tunawasalimia. Wale mnaotufuata mkiwa Marekani, Ulaya na Afrika, salamu zetu ziwafikie kabisa. Tunawatakia tena jioni njema ya siku ya leo lundi le 23 février 2025, na tunawakaribisha kwa mara nyingine katika taarifa zetu za jioni ya leo. Kama kawaida tumewaletea habari kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo pamoja na taarifa mbalimbali tena tofauti zinazosemekana nchini Kongo. Taarifa ambazo tumewaletea jioni ya leo tutawapeleka moja kwa moja kwenye uwanja wa vita mu territoire ya Masisi kule katika maeneo karibu na Rubaya, kwenye wazalendo na FARDC wanaendelea kusonga mbele. Eneo ya Rubaya iko na karibiwa na wazalendo. Katika mapigano yaliyoanza juzi, wazalendo wanasonga mbele wakisonga kabisa kuelekea Rubaya. Katika habari zetu tutawapeleka mu maeneo ya Walikale. Kule Mpeti AFC M23 ili renforcer kwa mu position zao. Wanajeshi wengi pamoja na vifaa vilifika kule Mpeti pamoja na eneo ya Minjenje. Ni maeneo yanayopatikana mu kilomita 18 na Pinga. Donc AFC M23 inaandaa kuendelea kufanya mapigano kule ili isonge mbele ielekee Pinga. Katika maeneo tofauti mu Masisi kule mu Katoi mapigano yanaendelea. Wazalendo na FARDC wangali wakiwasha moto zidi ya wasi wa AFC M23 mu territoire ya Masisi. Kama kawaida mnaoifuata ni Kwetu TV, ni channel inayo waletea taarifa za kweli tena zenye uhakika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunawasihi basi kusubscribe, yani kujiabone, ili kukuwa na zipata taarifa zetu zote kwa wakati. Mkumbuke kucomment na kuzilike habari hizi, pia na kuzisambaza kwa walio wengi ziwafikie, na muendelee kujiunga nasi na grupe yetu ya WhatsApp ambapo mtakuwa mkizipata habari zetu zote. Namna ya kujiunga nasi, gusa kwenye titre pale chini ya titre mu description utapata linki yetu, uguse kwenye linki hiyo, bila shaka utakuwa ukizipata habari zetu. Bila kupoteza muda wetu, tufungue ukurasa wetu wa habari moja kwa moja, tuwapeleke mu maeneo yanayopatikana mu Masisi, mu vijiji karibu na Rubaya. Kule mu Masisi sasa hali ni ae, wazalendo wanasonga mbele. Kwa sasa tunapoongea, wazalendo wanavikalia vijiji viine je pense. Kuko eneo ambayo inaitwa Kaniro ilikamatwa na wazalendo siku ya leo. Pale Kaniro walipakamata, na eneo ya Kaniro inafungua kabisa njia ya karibu kwa wazalendo kufika Katale centre pale, na ukielekea katika Masisi centre. Hapo kabisa wazalendo walipakamata. Upande mwingine wazalendo walikamata eneo ya Kinigi pamoja na Kilonge, mu maeneo yanayopatikana karibu na eneo ya Rubaya, na pale njo kwenye sasa vita vinaendelea kuripotiwa. Wazalendo wangali muvita wakiavance vers Rubaya. Mapigano haya yalianza juzi samedi njo mapigano yalianza mu Masisi. Wazalendo wakisaidiwa na jeshi la Kongo pamoja na ndege za drone. Nakumbuka walipigaka AFC M23 kuanzia mu maeneo ya Katoi. Apres kuwashambulia mu Katoi, wanajeshi wa FARDC na wazalendo wakaanzisha vita a la fois mu maeneo ya nani, mu maeneo ya Kilonge pamoja na Kinigi. Siku ya jana eneo ya Kinigi na Kilonge zilikamatwa na wazalendo, na taarifa kutoka pale kabisa, wazalendo walikamata wanajeshi zaidi ya 12 wa AFC M23 mateka katika kukamata eneo ya Kinigi na Kilonge. Kinigi na Kilonge zinapatikana kabisa mu kilomita chache, je pense ni 10 kilometre na Rubaya. Leo sasa
kulikucha na mapigano kule. Wazalendo wa CMPDN pamoja na wa Pareco FF walipigana asubuhi ya leo mapema na AFC M23 katika eneo ya Kaniro, na pale Kaniro apres kupigana vikali walidelogea AFC M23 kutoka maeneo ile ya Kaniro wakaikamata. Kaniro sasa iko karibu sana na maeneo ya Rubaya na inafungua njia tena kwenda Katale ukielekea Masisi Centre. Donc vita ya pale ginsi iko. Mnajua AFC M23 kutoka katika maeneo ya Rubaya ilikuwa ikimiliki zile eneo za Kaniro na kumiliki zile eneo za Kinigi, Kilonge, hata maeneo ya Katale mpaka kwa sasa yako mikono ya AFC M23 na Masisi Centre. Wazalendo sasa ni kama walitokea katikati ya pande mbili. Donc Rubaya ukielekea Masisi, wazalendo waisha funga njia ya katikati, kwa sababu ukitoka Rubaya ukielekea Masisi Centre unapitiaka katika maeneo yale ya Kaniro, ukishuka vers unatokeaka maeneo ya Kinigi, Kilonge, ushuke vers Kaniro, après Kaniro uelekee Katale Centre, après Katale uelekee Masisi Centre. Sasa eneo ya Kinigi, Kilonge na Kaniro zisha kamatwa na wazalendo pamoja na FARDC, na pale ni katikati ya Rubaya na wapi na Masisi Centre. Donc wazalendo waisha kata njia katikati ya AFC M23 kati ya Rubaya na Masisi Centre. Mnasikia ya kwamba pale deja walisonga mbele, na pale avantage yenyewe wazalendo wako nayo ni kuatake à la fois Rubaya et encore Masisi Centre. Donc kuatake Katale ukielekea Masisi Centre, na kwa sababu waisha funga njia zile za kutoka Rubaya kuelekea Masisi Centre, renfort za AFC M23 ziwezi kabisa kufika kule Masisi au Katale kwa sababu njia ishafungiwa. Wazalendo wakiatakea la Rubaya na Katale, munasikia kwamba hakuna renfort zenye zinaweza fika Masisi ili waweze kabisa kudefendre eneo ya Masisi wakati wowote atake inaweza kuwa imekuwa. Njia ya karibu inaweza kuwa na njia ya kule Ngungu, na kule Ngungu hakuna kabisa wanajeshi wengi wa AFC M23. Taarifa tunazo kule Ngungu hakuna wanajeshi wa AFC M23. Donc AFC M23 ili kurenforcer kule ni njia ya kutoka Kichanga vers Rubaya, après Rubaya wanashuka kule Masisi, njia inafungiwa. Aussi wengine wanaweza kutoka Goma washuke Mushaki, après Mushaki washuke katika njia zile, na pale sasa njia hizo toujours ziko kontrole na wazalendo. Mnasikia kuwa wazalendo kule walishafunga kabisa njia ya AFC M23 kutokea maeneo ya Masisi, na hata tukisema Mushaki ukielekea Masisi Centre utapitia katika vijiji hivyo vya Kaniro, Kinigi na Kilonge, na vilisha kamatwa na wazalendo. Mnasikia kama wazalendo waisha avancer sana mu territoire ya Masisi. Eneo ya Rubaya sasa, Rubaya siku ya leo taarifa tunazo après kuone kwamba wazalendo wanasonga mbele wakielekea Rubaya. AFC M23 walifika pale na kiongozi wao yule chef d'état major wao Sultani Makenga. Taarifa tunazo ni kwamba Sultani Makenga siku ya leo alifika katika eneo ya Rubaya, mwingine wa Rubaya. Rubaya mnajua ya kwamba ni site miniere, ni kwenye kunatoka kama kolta, makasterite pamoja na zingine minere tofauti pale, na eneo ya Rubaya ni eneo ambayo inasaidia AFC M23 sana katika hivi vinavyoendelea. Donc Rubaya wana exploiter kema minere, après kuexploiter wanaziuzisha, après kuziuzisha njo wanapata sasa kama watauza silaha, kama watauza madrone, kama watauza na wa mercenaire, vile vyote vinatokaka mufranka zenye zinatokea Rubaya. Na ile Rubaya sasa, kwa sababu wazalendo wako nasonga mbele polepole wakikaribia, yule Sultani Makenga yeye peke leo alishuka katika mwingine wa Rubaya ili kuweza kupigana yeye peke pale, angoze vita ya pale Rubaya isije ikakuwa rekipere na wazalendo, kwa sababu Rubaya ikakuwa rekipere na wambia AFC M23 inaweza kuwa na imeingia mwesheke ya hali ya juu, esheke encore esheke. Rubaya mnajua ya kwamba inawapatiaka plus
de 2 millions de dollars par mois. Rubaya yo peke, ile cité minière ya Rubaya inapatiaka M23 2 millions de dollars na kuvuka. Mnasikia kwamba ni franka mingi. 2 millions de dollars ni franka mingi sana. Sasa Sultani Makenga alifika katika mungini wa Rubaya leo ili aweze kabisa kuongoza vita kule, apigane na wazalendo na FARDC wasi avance, na kule kabisa wazalendo nao na FARDC waisha kasirika, acha niseme hivyo, wako mvita wakiavance moja kwa moja kabisa, hakuna kurudia nyuma, maeneo wako na yarekipere sana. Leo pale Kaniro kwenye walikamatwa, kwenye wazalendo walikamata, nako kulikamatwa wanajeshi wa 7 wa M23 mateka. Donc wanajeshi wa 7 wa M23 nao walikamatwa mateka pale Kaniro, wakati wazalendo walirekipere eneo ile ya Kaniro. Masisi kabisa wazalendo wako nasonga mbele, ndugu zangu. Mapigano yanayoendelea katika siku hizi, wazalendo wako mu avance sana, donc wako nasonga mbele. Tukiendelea na habari zetu, katika maeneo ya Katoi wahasi wa M23 wanaendelea kushambuliwa. Sekta ya Katoi nayo inapatikanaka toujours mu territoire ya Masisi kule maeneo ya ngambo ya Kazinga. Wazalendo toujours wako movita kule. M23 wako naendelea kuisukuma polepole wakielekea Kazinga. Eneo ya Kazinga nayo wazalendo wanapenda wairekipere epui wakuwe na wako tena karibu ya Masisi centre. Na vita kule nyinzi niko naiona wako naendelea kuzunguka Masisi centre. Masisi centre ni eneo yenye M23 nako iko na defense kubwa. Après kukamata Masisi centre, waasi wa M23 waliendeleaka kuavance wakafika Kashebere na kwingineko, ili kuweza sasa kukontrole zile eneo, wakatia defense kubwa katika Masisi centre. Donc pale Masisi centre nako kuna wanajeshi wengi wenye wanaendaka kufro Kashebere, swate kule Walikale katika maeneo ya Kibati na kule Kazinga wanatokaka Masisi centre. Wazalendo sasa ni FARDC ginsi wako napigana vita kule Masisi centre, wako naizunguka katika maeneo tofauti, donc kutokea kona zote wako naizunguka, na kule maeneo ya Kaniro waisha kata njia kabisa, donc za renfort za M23 kule Kazinga msektere ya Katoi wako nashuka wakielekea Kazinga, na pale eneo ya Masisi kabisa wako naizunguka. Katika siku hizi wazalendo wako nafanikiwa kuavance wakiwa pamoja na FARDC, na mapigano ambayo yanaendelea kwenye ligne de front yanaendelea kukua makali, wakati kuna CCLF ambayo ilikuwa imetangazwa na Angola. Donc Angola ilikuwa imeagiza pande mbili kusimamisha vita, donc wasipigane, haiwezekani kabisa. Fro isha kuwa fro, mapigano ni hatari, wazalendo na FARDC wako nasimama, wanaendelea kuavance pole pole mu secteur ya Katoi. Donc kote kabisa mu territoire ya Masisi wako na songa mbele. Katika habari zetu mbichi, tuwapeleke moja kwa moja kule mu territoire ya Walikale. Walikale M23 ili renforcer kule wanajeshi wengi. Wahasi wa M23 waliimarisha kabisa nafasi zao kule Mpeti na Minjenje. Hali ya usalama bado inaendelea kutia wasiwasi katika eneo la Walikale. Wahasi wa M23 siku ya jana waliimarisha ngome zao katika vijiji vya Mpeti na Minjenje. Pale ni mu groupement ya Banakindi, ama ni mweneo la Banakindi, groupement Kisimba. Groupement Kisimba nitasema kwamba ni lokalite ya Banakindi, na kulingana na katibu tawala wa kundi la Kisimba, vikosi hivi vya ulinzi vilifika kutoka muhimili wa Kichanga Kalembe. Vyanzo kadhaa vya ndani vinaripoti kupitia kwa safu za watu wenye silaha nzito kupitia Kalembe wakielekea Mpeti. Vyanzo vya usalama huko Walikale pia vinadhibitisha harakati hizi, ingawa lengo halisi la uimarishaji huo bado kabisa wakaji hawajue ni nini. Baadhi ya waangalizi wa eneo hilo wanaamini kwamba
upangaji upya huo unaweza kutangulia mashambulizi dhidi ya nafasi za FARDC na wazalendo ili kuelekea katika eneo la kimkakati la Pinga. Hali hii inafufua wasiwasi ndani ya jamii za wenyeji ambazo tayari zimeathiriwa na mapigano ya hivi karibuni katika sehemu hii ya eneo la Walikale. Mamlaka za kitamaduni za kundi la Kisimba zinalaani kile wanachokiona kama ukiukaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyopo. Wanawataka wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC na wapiganaji wa wazalendo kuongeza umakini wao katika maeneo yale. Wanataka FARDC pamoja na wazalendo wakuwe macho, wa renforcer na kule waanze kuzifanya operation za kuatakia M23 pale Mpeti na Minjenje. Donc M23 wakati inajiandaa kuatake kule Pinga na jana walipiganaka kule wakawarepuse. Hali ya kiusalama donc si nzuri kule. M23 inapenda elekee Pinga. Wazalendo nao na FARDC wakaji wanapenda waanze kufanya operation za kuatakia M23 ili waweze kuwapiga wafukuze zile eneo zinazo kuwa karibu na Pinga kwenye wako na jiranforce sana, wasije wakafanikiwa kusonga mbele na kuelekea katika eneo ya kimkakati ya Pinga. Na kule Pinga ofita M23 inapendaka sana elekee Pinga kwa sababu eneo ya Pinga nayo kuna kuwaka ndani wa minere kule Mwalikale Mpinga kuna kuwaka maminere sana. Ndio maana M23 inapendaka yavanse kule bishaka shindikana. Wazalendo ishaka funga mire pale kabisa, hakuna kuavanse kwa AFC M23 katika maeneo yale. Na tukiendelea na habari zetu tuwapeleke moja kwa moja katika eneo za Uvira pamoja na maeneo ya Fizi. Uvira, habari tunazo kutoka pale ni ya kwamba baada ya kufunguliwa tu kwa mpaka wa Kavimvira na pale Uvira, donc ile mpaka wa Burundi na Uvira deja kuna wakimbizi ambao walishaanza kurejea katika maeneo ya Uvira. Donc kuna wakimbizi kutoka Burundi ambao waisha rudia Uvira, na niliwaambia kwamba kufunguliwa kwa mpaka huo kabisa itakuwa ni vizuri sana kwa sababu wakaaji kabisa watarejea, wale ambao walikuwa wakimbizi na deja waisha rejea wamoja, na ni kitu kizuri kabisa kufungua ile mpaka. Ilikuwa kabisa mambo mazuri sana, na wakaaji kwa sasa wale ambao walikuwa wakimbizi Uvira, kwa sababu wako na rejea deja maisha yao yatakuwa mazuri, tofauti na kukua wakimbizi kule kwenye walikuwa katika nchi ya Burundi. Kuelekea katika maeneo ya Minembwe ama katika kwenye linye de front Fizi, hakuna mapigano yanayoripotiwa kule siku ya leo kabisa hakuna mapigano. Jana jo walipiganaka sana M23 wakaipiga Minembwe, leo hakuna mapigano. Taarifa kutoka pale wanatuambia kwamba hali ni ya utulivu kabisa, hakuna mapigano. Upande mwingine katika maeneo ya Plaine de Ruzizi kule Muvira, kule maeneo ya Lemera nako hakuna mapigano yanayoripotiwa kule leo kabisa, hali ni ya utulivu. Mofroza Sud Kivu sofu wapi Katasomwa Mkalehe, mapigano ni makali depuis asubuhi mpaka jioni ya leo. Vyanzo vyetu kutoka pale vinatuambia kuwa eneo ya Lumbishi na Katasomwa vinaendelea kushambuliwa vikali na jeshi la Kongo, na wazalendo wanapenda kabisa warekipere eneo zile, wakimbize waasi wa AFC M23 kutoka katika eneo ya Lumbishi na Katasomwa. Mapigano yanaendelea, donc matokeo tutakuja kuyajua baadaye. Na weza nikasoma maoni yenu basi kidogo, wale mnaotuandikia kupitia commentaire, wale kabisa ambao wanatuuliza maswali tofauti tuwajibu. Kalime Masudi alisema courage notre travail FARDC. Masudi na kupata kabisa 5 kwa 5. Christian Chinamola alisema cette guerre a pris une autre dimension, les Rwandais vont comprendre avec retard. Hapana, c'est ça ndugu yangu. Hii vita kabisa isha kamata hatua nyingine pale, ni moto kumoto.
Fisto alisema kwamba natoka Lusaka, Zambia, na kufuata kila siku. Asante sana kwa taarifa za kweli na zenye uhakika. Merci beaucoup. King Lamana alisema vraiment 5/5 depuis Goma, c'est Imani King. Mbona aseme ndani ya mji wa Rubaya kuna panike eti bazalendo wanaendelea kusonga mbele? Ndiyo kabisa, wanaendelea kusonga mbele. Ndizo habari ambazo niko na waambia kabisa. Asante basi ndugu zangu, tupatane katika habari mbichi zifuatazo, na washukuru. Endelee kukuwa na jioni njema, Mungu awalinde, na kama kawaida tupatane ndani ya taarifa za asubuhi ya leo. Merci beaucoup.